Dabi ya Kariakoo, hadithi ambayo hakufanikiwa kuiandika Adam Shafi kwenye riwaya ya Vuta Nikuvute. Simulizi yake haikuwahi kuguswa kabisa na Hussein Tua katika kitabu cha mfadhili. Asingeweza Shaban Robert kumaliza wasifu wa dabi hii kama alivyofanya kwenye kitabu cha wasifu wa Siti binti Saadi. Thamani ya dabi ya Kariakoo haijawahi kumithilishwa na dhahabu inayochimbwa Geita wala almasi inayochimbwa Mwadui. Labda inaweza kuwa sehemu ya kivutio cha utalii kama ulivyo mlima Kilimanjaro, mbuga za Serengeti na Ngorongoro, au Gome Kongwe na misitu ya Jozani kule Zanzibar. Hii ni dabi ambayo siku zote imekuwa na ladha ya kipekee, na leo unashuhudiwa ukurasa mwingine wa hadithi tamu ya dabi ya Kariakoo. Timu mbili ambazo zinabeba taswira ya soka la Tanzania, taswira ambayo imekuwa ikiangaza Afrika Mashariki na Kati, na imekuwa ikimulika na kulipendezesha soka la Afrika. Moja kwa moja kutokea uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, Mbweni, Dar es Salaam. Hapa ndipo inapopiganwa vita ya kusaka alama tatu za ligi kuu ya NBC kati ya miamba miwili kutoka Kariakoo. Unawazungumza wananchi Young Africans ambao leo wamekuja kama wageni na wenyeji wao wakiwa ni watani wao wekundu wa Msimbazi, Simba. Hivi ni vibweka na mbwembwe ambazo unaweza usivipate kokote pale duniani isipokuwa katika soka la Tanzania pekee. Unaweza usivione popote isipokuwa pale timu hizi mbili zinapokutana na kuumana katika viwanja na michuano mbalimbali. Mashabiki wake wamekuwa na hisia tofauti, na hisia hizi hubadilika kadri muda unavyozidi kwenda, kadri dakika zinavyosogea. Pengine nyoyo hupiga kwa mapigo tofauti, pengine macho huona vile ambavyo havionekani kwa kawaida. Mashabiki wa Young Africans na mashabiki wa wekundu wa Msimbazi, Simba, wote wamekijia kile ambacho wanaamini timu zao zinaweza kuwapa katika dakika 90. Lakini siku zote katika dabi ya Kariakoo hakuna anayeruhusiwa kuja na matokeo mfukoni, hakuna anayeruhusiwa kuja na matokeo mkononi. Yametokea mengi ya ajabu, lakini jambo zuri na la kuvutia ni utayari wa timu hizi kutoa burudani kwa wapenzi wa soka Tanzania, Afrika Mashariki na Kati, Afrika na duniani kwa ujumla. Meja Jenerali Isamuhyo Stadium, pembezoni mwa bahari ya Hindi, pembezoni mwa ufukwe wenye mchanga wa kuvutia, ndipo inapochezwa dabi hii. Match Commissioner Osuri Kasure akiuingiza timu hizi mbili katika dimba hili kuzisaka alama tatu muhimu, kutafuta ubabe na umwamba, ufalme ambao haujawahi kumpata mwenyewe anayeumiliki kwa 100%. Hii ni Mbweni na hapa ni Meja Jenerali Isamuhyo Stadium, mahala ambapo miamba miwili ya soka la Tanzania leo inakwenda kutunishiana pembe, inakwenda kuoneshana ubabe, inakwenda kuoneshana umwamba. Bahati iliyoje kwa Watanzania na wapenzi wa soka kushuhudia dabi ya Kariakoo mara mbili ndani ya siku 4 baada ya kupiganwa katika uwanja wa Amani Zanzibar. Leo inapiganwa katika jiji la Dar es Salaam katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, Mbweni, Dar es Salaam, katika mandhari tofauti kabisa na ile ambayo imezoeleka. Kwa mara ya kwanza uwanja huu utashuhudia burudani ya dabi ya Kariakoo katika ligi kuu ya NBC. Kirato wa mchezo ni Hamza El Farid, mwamuzi kutokea Morocco, kwa faida miongoni mwa wale waamuzi wachache ambao wataenda kuchezesha kombe la dunia, akiwa kama msimamizi kupitia VAR. Ni miongoni mwa watu ambao watakuwa hapa. Ni Simba Sports, hapa ni nyumbani kwao Kinondoni, lakini mtaani Mbweni 836 KJ, kambi ya JKT. Na hawa ni Young Africans ambao ni wageni hii leo, wanakuja hapa wakiwa vinara wa ligi kuu, wanakuja hapa wakiwa wanaongoza kwa gap ama tofauti ya alama 5, wakiwa wanatafuta ubingwa wao wa 5 mfululizo, kuongeza idadi ambazo wamekuwa nazo. Kikosi cha Steve Barker ni 4-3-3, akianza na Kasari golini, lakini Eli Mpanzu Kibisawala, Libase Geye, Clatous Chota Chama wakiwa kwenye safu ya ushambuliaji, huku Neo Maema Bill Gift huyu
Jospin Luemba na Yusuf Kagoma kwenye eneo la midfield wakipika. Nixon Kibabage pamoja na Shomari Kapombe, hawa ni vijana kutokea Morogoro, ndio wameshika mbavu mbili kunesa kwa mnyama Simba Sports. Ni dabi ambayo inakweza kwenda kutoa alama au ikamulika taa wapi linakwenda taji la ligi kuu ya NBC msimu huu. Bakari Nondo Mwamnyeto, nahodha wa Young Africans, akiwa na Shomari Kapombe, mwandamizi na mlinzi wa kulia, na nahodha wa wekundu wa Msimbazi Simba, wakiwa kwenye zoezi la kutoss coin katika kuamua nani anakwenda kuanza wapi na nani ataanza katika mchezo huu kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza. Shomari Kapombe akiendelea kusalia kwenye kikosi cha Simba kutoka kile ambacho pia kilianza katika mchezo uliopita wa dabi katika uwanja wa Amani Zanzibar. Hamza El Farik, mwamuzi kutoka nchini Morocco, mwamuzi ambaye amevaa beji ya FIFA tangu mwaka 2023 na amechezesha mechi 3 za AFCON chini ya miaka 17 mwaka 2025, ikiwemo mchezo wa robo fainali uliomalizika kwa Burkina Faso kushinda magoli 6-1 dhidi ya Zambia Aprili 10 mwaka 2025. Hiki ni kikosi cha wananchi Young Africans ambacho kinaonekana kuwa na mabadiliko ya wachezaji wawili kutoka kile ambacho kilianza Amani Zanzibar. Alan Okello, Maxi Pianzengeli, Kamara Duke Abuya akianza, tofauti na mchezo uliopita, lakini Bok pamoja na Mwenda Israel akichukua nafasi ya Yao Kwasi Atoula Jeshi. Dube Prince mabao 8 mpaka sasa kambani, akiongoza safu ya ushambuliaji. Huyu hapa Starboy Alan Okello, nyota ambaye kwenye michezo ya Young Africans takriban mitano iliyopita ameonyesha thamani yake. Clatous Jota Chama The Brain ya Marekchara Mwamba kutokea Zambia. Steve Baka mzaliwa wa Lesotho, lakini ni nyota ambaye makuzi yake yamepatikana Afrika ya Kusini na ni raia wa Afrika ya Kusini. Kisubiriwa kipenga cha mwamuzi Hamza El Farik kuanzisha dakika 45 za kipindi cha kwanza za dabi ya Kariakoo katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo Pwani, Dar es Salaam, ambapo leo hii inakwenda kujibiwa ile iliyoulizwa muda mrefu: ni rangi gani itakwenda kutawala katika jiji la Dar es Salaam? Rangi gani itakwenda kutawala katika soka la Tanzania? Rangi gani itakwenda kutawala katika kusaka taji la ligi kuu ya NBC msimu huu 2025-26? Dabi ya Kariakoo kwa mara ya kwanza ikichezwa katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo Pwani, Dar es Salaam. Zipo nchi nyingi barani Afrika, lakini kwa sasa macho yanaelekezwa katika soka na katika ardhi ya Tanzania. Ipo mikoa mingi Tanzania, lakini kwa sasa macho, akili na kila kitu vinaelekezwa katika mkoa na jiji la Dar es Salaam, bali na kuwa na wilaya nyingi, lakini kwa leo tupo Kinondoni, Dar es Salaam. Mimi ni Alwatan Ramadhan Kora, niko na sauti ya mamlaka James Samuel katika kusherehesha dabi hii ya Kariakoo.